We were very prolific and accurate to make the difference there. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya taarifa za michezo, lakini kuna baadhi ya taarifa hapa tutaangazia kabla ya kuvuka na kufuatilia ujumbe wa Rais William Ruto wa heri za mwaka mpya. Kwingineko ni kwamba mtazamaji, kwa karibu miongo mitatu marehemu Waziri Mkuu Raila Odinga alijenga uhusiano wa kipekee karibu wa kifamilia na taifa la Mulembe. Uhusiano ambao mara nyingi aliujengea juu ya dai la kipekee kwamba alikuwa wa ukoo wa 13 wa nasaba ya kale ya ufalme wa Wanga, wazao wa Nabongo Wanga mwenyewe. Je, hili lilikuwa swala la nasaba, ishara ya kitamaduni, au ni muunganiko mahiri wa yote mawili? Na kwa nini simulizi hii iligusa mioyo ya watu wa Matungu, Mumias na eneo lote la Magharibi? Bramwell Bwire anasafiri hadi kwenye madhabahu takatifu ya Nabongo akizungumza na Mfalme Peter Nabongo Mumia wa pili kufichua misingi ya kitamaduni, kihistoria na kisiasa iliyo nyuma ya uhusiano wa Raila Odinga na Wanga. Kwa karibu miongo mitatu, mtu mmoja alitawala kisiasa eneo la magharibi mwa Kenya, eneo ambalo hakuzaliwa lakini lilomkumbatia tu kama mwanao. Marehemu Waziri Mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. Jina lake lilisokotwa si tu katika siasa za kitaifa, bali kwa mujibu wake pia katika ukoo wa ufalme wa kale, ukoo wa 13 wa Nabongo Wanga. Some of the visitors were white, some were... Tunasafiri hadi Matungu kurejelea ukoo, siasa na uhusiano wa kudumu kati ya marehemu Raila na jamii ya Mulembe. Ni hapa miongoni mwa madhabahu haya ya Matungu ambapo ufalme wa Wanga unaonyesha urithi wake wa karne nyingi, urithi ambao Raila Odinga mara nyingi alidai kuwa sehemu ya utambulisho wake wa kizazi. Na ili kuelewa mizizi ya dai hili, tunazungumza na mlezi wa historia ya Wanga mwenyewe, mfalme wa sasa Peter Nabongo Mumia wa pili. He has roots ya one, and confirming the roots was that Sakwa was a brother to Wanga, and of course Sakwa is not a Luo name. You can find Sakwa in Wanga. You cannot find Sakwa anywhere else apart from Bondo. Just Sakwa. So you find, if it is in Bondo and it is in Wanga, that means these two people are brothers. Mfalme anasema Raila daima aliheshimu mila za Wanga, alihudhuria matukio ya kitamaduni na alifahamu historia yao kwa undani. He actually valued culture. When we were opening this culture center, we invited him to come and open the culture center. He actually did without questioning. And also, when I had my celebration for 50 years last year and 1,000 years of this kingdom, we invited him. He was supposed to come, but he didn't come because he said he had been away on safari. He'd just come back and he was feeling tired, so he wanted to rest. But he made sure he sent the representatives who are here with us. And also, when it comes to culture, even you remember, he used not to miss the Maragoli Cultural Festival, which is there annually. He used to attend it. I've attended it with him several times. So you can see, being in Maragoli and being here is all the same. Mfalme Peter alieleza pia kwa nini kati ya watoto wote wa Jaramogi Oginga Odinga, Raila tu ndiye aliyekuwa akizungumza zaidi kuhusu uhusiano wao na ufalme wa Wanga. And you see, some people, even if they have roots for another tribe, you will find they don't want to identify themselves because politically they think they'll be sidelined. But for Raila, you can see he never considered that as a fact. And he used to say it openly.
Kilomita chache kutoka madhabahu hayo ni makazi ya gavana wa Kakamega Fernandes Barasa, ambaye naye anatoka katika ukoo huo wa Wanga. Kwake, simulizi ya Raila kuhusu Wanga ilikuwa na maana makubwa kwa watu wa eneo hili la magharibi. One thing that we need to understand is Baba really knew how to connect this lineage. He was a very good mzee. In fact, most often than not, when you sit with him, he will remind you of the history of where we came from. So this was just unique about him. Na kuhusu iwapo ni simulizi ya Raila iliyomfanya endelee kuungwa mkono magharibi kwa muda mrefu, viongozi hawa wanasema he never used the relationship with us to get votes from Western, but it was through his own efforts as a politician that made him to get votes or support from Western. Kutoka madhabahu. Na kwa hivi sasa, mtazamaji, na kupeleka moja kwa moja hadi